Katika siku hii ya leo, ukweli ndani yangu tokea jana nilikuwa nimevutwa zaidi kuongea mambo simple ambayo mtu akikuuliza unasali wapi, ukisema nasali Throne of Grace, akikuuliza zaidi unaweza ukajikuta unamwambia neema tulionayo ndani ya Throne of Grace. Amen. Sasa ni maisha tu, yani ni maisha tu haya. Ni maisha. Hatufukuzani kusoma Biblia au kuhubiri Biblia nzima kwamba tumefikia wapi. Unajua habari za Samson bado hatujazigusa. Unajua Zakaria bado hatujamzungumziaga kabisa, inabidi tutenge muda wa kumzungumzia wala hata kama tumepewa kuzungumza Mathayo mpaka kufa kwetu tutazungumza. Solonga zinatufunulia huyo Kristo basi. Asa leo nikawa tu ninaambiwa hebu tuzungumze tu maisha haya ambayo tunaishi haya. Maisha ambayo tumekombolewa tayari. Maisha ambayo tayari umekombolewa. Amen. Sasa nikawa tu nimekumbuka lile neno ambalo nilifundishaga kipindi cha nyuma kwamba biashara ya Baba hainaga hasara. Mungu sio Mungu wa hasara. Kama unakumbuka, tuliongeaga hizo habari za Mungu sio Mungu wa hasara. Tukaziongea, tukazielewa huko. Asa nikapewa tu upana kwamba unajua maana ya hasara? Hasara maana yake mauti. Yaani hasara ni mauti. Mauti ndiyo hasara. Yaani ukisikia mtu kwamba bwana nilikuwa nauza genge, nilikuwa nauza duka, nimeuza lakini mwisho wa siku nikapata hasara. Maana yake mauti iliingia. Bwana nilikuwa na M-Pesa yangu, ilikuwa inaenda vizuri sana. Ilikuwa imekuwa, nilikuwa nimeshafikisha mtaji wa milioni 6, lakini nikapata hasara. Mauti. Sasa Baba yetu hanaga hizo biashara za hasara. Hanaga mauti. Yeye anayejifunua kupitia mwanae Yesu Kristo hana hasara. Kukuweka wewe mahali hapa ukiwa hivyo, hajapoteza, anajua anachokifanya. Amen. Amani aliyokupatia anajua anachokifanya. Amen. Wema aliyokupatia anajua anachokifanya. Amen. Amen. Majaribu aliyoyaruhusu kwako anajua anachokifanya. Yeye sio Mungu wa hasara. Amen. Nikasoma Waefeso 1:7 ikanikumbusha tu, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Katika yeye huyo nani? Kristo. Ninao ukombozi wangu. Ninao ukombozi. Sema ninao ukombozi wangu. Ninao ukombozi wangu. Ninao ukombozi wangu. Masamaha ya dhambi. Masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Sawasawa na wingi wa neema yake. Hivi wingi wa neema yake wewe unaujua wewe? Huyu mtu anayejitambulisha, huyu Mungu anayejitambulisha kuwa ni Alpha na Omega. Amen. 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 Ni kitu ambacho ni infinity. Kama vile Agape alivyosema kwamba kila siku ni mpya. Sawasawa na wingi wa neema yake. Mimi na wewe tumesamehewa. Alizichukua dhambi zangu na za kwako. Yeye Kristo alizichukua dhambi zetu. Hilo kama Throne of Grace tunalifahamu kwamba dhambi zetu tumesamehewa. Yaani Jackson, dhambi zako Kristo ameshazichukua. Amen. Jackson hapo alipo hapo, let's say kwamba mimi nina hichi kitabu.
Sawa? Hichi kitabu ni cha kwangu mimi Geoffrey, ni cha kwangu. Sawa? Ninakuja kwako Jackson, ninakupatia kwamba hicho kichukue. Sawa? Baada ya kukupatia hicho kitabu, maana yake kimeshakuwa huko, mimi huku naendelea na maisha yangu. Sawa? Maana yake sina connection tena na hicho kitabu. Ndivyo ilivyo katika dhambi zetu. Hatuna connection tena na dhambi zetu kwa sababu yeye alizichukua. Ndugu yangu, hebu kaa vizuri, wala usiwe mgumu. Usiwe mgumu. Alizichukua dhambi zetu. Alizichukua dhambi zetu zote. Sawa? Tuachane na mambo ya dini. Alizichukua dhambi zako zote, anazo yeye. Jackson amechukua kitabu changu hapa nilipo. Mnaniona mimi nina kitabu hapa? Sina kitabu. Ndivyo hivyo Kristo alivyozichukua dhambi zako. Ile hisia ya wewe kama bado unazo, hizo ni feelings zako tu. Hivyo ni vile shetani anajaribu kukunyonga ndani yako uamini kwamba bado wewe una hukumu. Ndani yangu inazungumza hivi kwamba ni rahisi sana kumdhihaki Mungu. Kumdhihaki Mungu ni pamoja na kumwambia kwamba ulichokifanya kwangu kifanya vizuri. Kuna baadhi ya dhambi mimi bado ninazo, naziona kabisa we ni muongo. Sasa nakuomba uzitoe. Zitoe kwa jina la Yesu. Si unazipata? Unanipata? Wewe hapo ulipo umekombolewa. Ulicho nacho kilichobakia ni vile shetani anajaribu kukumanipulate, kukuongelesha kwamba bado hujakombolewa. Bado una dhambi. Ya kwamba wewe bado ni mshtakiwa. Amen. Wewe sio mshtakiwa. Wewe sio mshtakiwa kwa sababu ulishaondolewa hicho kilichokuwa kinakufanya ushtakiwe. Amen. Tuwe tunasoma neno afu tunalikubali tukirahisi. Yaani unalikubali, tunakubali kwamba mimi nimekombolewa. Uoga tuna mfano ambao ni maisha yetu, tunaonyeshea hapa. Tunaonyeshea kwamba hivi wewe unaweza ukabadilisha jinsia yako? Hauwezi ukabadilisha jinsia yako. Ndivyo hivyo ambavyo huwezi ukabadilisha asili yako ya uungu uliopewa. Asili mpya uliopewa. Asili yako wewe ina uungu ndani yake. Kwa achana na biashara za kumdhihaki Mungu kama vile ni mchafu fulani, kama na yeye mwanadamu anayeishi ndani yako. Yaani ukijiona kama wewe una dhambi, basi wewe upo nje ya Kristo. Muombe tu ingie ndani. Amini. Amini kwamba umekombolewa. Amen. Amen. Sisi ni wana wa Mungu, watoto wa Mungu. Tuna asili ya uungu. Namna yangu, kaa yangu ni ya kiungu. Yaani ongea yangu ni ya kiungu. Yaani jumla ya Geoffrey ni uungu. Jumla ya mimi ni uungu. Si ndio maana ya kuongozwa na Roho Mtakatifu? Nikikwambia kuwa mzima ni asili ya uungu ndani yangu, ndio inasikwambia sio kuwa mzima. Sio asili ya usukuma ya mayolo. No, sio asili ya mizimu. Hiyo imeshang'olewa. Haina uwezo wa kumponya mtu. Haina uwezo wa kutangaza utajiri, uzima, haina. Ila Geoffrey anavyosema kwamba kuwa mzima ni asili ya uungu iliyo ndani yangu. Na wewe unapokea huo uzima na kweli unakuwa mzima kwa sababu mimi kwako nina asili ya uungu. Kimsingi mimi kwako ni Kristo. Amen. Amen. Mungu analitazama neno lake na analikamilisha.
sio kupitia Jackson, kupitia mwanaye Yesu Kristo. Akikutazama hivi Mungu Jackson kama Jackson, hakupati. Ila akikutazama Jackson hivi Mungu anatakiwa muone Kristo, ndio anajibu. Anaoperate kupitia Kristo uliyemkubali kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndio Mungu hapo atakapojifunua. Amen. Amen. Ni maisha ya kawaida. Mimi nikiongea ninatoa uzima. Popote ninapokuwa napokea utakaso, natoa utakaso. Amen. Sikia, Apostle Oscar alikuwa anasema hivi kwamba kuna mahali unaweza ukajikuta umeenda, alafu wewe unajikuta ni mtu wa feelings sana. Na hisi kuna majini hapa, pazito kweli kweli. Yaani kama kuna upepo fulani na wewe umehisi, yani unaanza kuconvince na wengine waone vile ambavyo unaona pale palivyo. Sikiliza, wewe ni mtakasaji. Pepo linamuona Kristo kwa mbali, linamtambua kwamba unataka nini kwangu? Muda wangu bado. Pepo lenyewe linajua kwamba wewe ni mfalme. Amen. Amen. Wewe ni mfalme. Wewe ni mfalme. Sikiliza, wewe ni mfalme. Akiingia Rais Samia hapa tulipo hapa, wote tutasimama. Hakuna ambaye atauliza kwamba huyu ni nani. Wote tutasimama. Ndivyo ulivyo katika ulimwengu wa roho. Ukiingia mahali, mapepo inatakiwa yaache shughuli. Mfalme kaingia. Wewe ni mtakasaji. Wapi ulisikia Petro ameenda au Paulo, alafu kitu cha kwanza akaanza kushusha moto? Nashusha moto. Yeye kuingia kwake tu uzima umeingia. Jackson, ukifika mahali kama kuna wagonjwa, inatakiwa kuingia kwako tu uponyaji umeingia. Kinacho kusumbua ni kwamba uamini we mwenyewe. Sasa yule atapona vipi? Ila wewe ukijijua kwamba nikienda pale hakuna mgonjwa tena, hakuna mgonjwa. Na kweli ukitambua hiyo identity yako, umetembelea hapo mahali, utakapofika umeingia, uzima umeingia, watu wanashangilia. Ndiyo maana ya habari njema. Wewe ni habari njema. Mahali penye chuki unapeleka pendo. Mahali penye mauti unapeleka uzima. Mahali penye nguvu za giza unapeleka nuru. Umeshatambulishwa ya kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu. Sio sometimes waga unakuaga ni nuru ya ulimwengu na sometimes unakuaga unagiza. Sio ni nuru ya kuchomeka kama balbu, kwamba kuna muda inawaka, kuna muda inazima. Wewe ni nuru, ndio utambulisho wako. Come on. Amen. Yes. Nikiingia mahali nuru imeingia. Nikiingia mahali chumvi ya ulimwengu imeingia. Maana yake wale watu waliopo pale wanakutegemea. Na umefanyika hivyo kwa ajili ya wengine. Amen. Yaani uzima uliopewa ni zawadi kwa ajili ya watu wengine. Uzima uliopewa, upo hai, ni zawadi kwa sababu Mungu bado ana mission na wewe hapa. Akimaliza mission na wewe hapa duniani utaondoka. Manake uzima ulionao sasa hivi ni kwa ajili ya wengine. Sio kwa sababu ununue gari, ujenge nyumba. No. Amen. Amen.
Hebu sema nimebarikiwa. Nimebarikiwa. Nimebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Za rohoni. Nimebarikiwa. Umebarikiwa. Jana nilikuwa naongea na Jackson akapona. Lakini nitasema ili pia tupone. Nilimwambia Jackson inabidi utafute shughuli ya kufanya. Anza kufuga kuku, hata broiler. Jackson akaniambia, wanahitaji hela nyingi yao. Nikamwambia okay, hizo hela ni nyingi, zimemzidi Kristo. Ukubwa hizo hela sasa hivi zimemzidi Kristo. Amen. Tuwaze kwanza uzima. Kama fedha ni za Baba, mimi kazi yangu ni kusema kupokea kwamba okay, inabidi nitembee na hili. Alafu kweli, inabidi utapata wapi hela? Hujui. I don't know. Mimi sijui hizo habari. Amen. Habari za upatikanaji wa hela sijui. Kwani hata hapa nilipo si ni yeye? Amen. Uzima nilionayo si ni yeye? Kama ni yeye, basi hata katika hili ni yeye. So longa zilimekuja, basi nalipokea. Amen. Ukiambiwa kwamba utaenda Ikulu, utaingia Ikulu, usianze kusema kwa kuna walinzi pale. Wewe hujawahi kuona wale walinzi wengine hata hawavai gwanda. Yaani ukisogea tu pale ni hata. Sikiliza. Pokea. Amen. The rest sio ya kwako. Amen. Jifunze kuishi katika position yako. Jifunze kuishi katika nafasi yako. Nafasi yako wewe ni mfalme. Nafasi yako wewe ni Mungu. Nafasi yako wewe ni mwana katika Mungu. Amen. Wewe ni mwana. Jifunze kuishi katika position yako. Training ni katika kufanya mazoezi. Jizoeshe kuishi katika position yako. Amen. Ukiwa ni wakulia na walimwengu, utalia nao sana kwa sababu ndivyo shetani anavyopenda. Ukiwa kusononeka na walimwengu, utasononeka sana. Yaani utasononeka mno. Hautomaliza. Na pressure utapata kwa sababu ndio zawadi ya kusononeka. Na kisukari juu utapata kwa sababu ndio zawadi ya kusononeka. Ila ukitangaza ni salama kwako katika kila jambo. Kwa nini ni salama? Kwa sababu Mungu yupo pamoja na mimi. Ukiwa una uwezo wa kuongea na baba yako, ongea naye katika kila jambo. Kwa sababu gani? Mimi sio yule. Siku hizi naishi maskani, you know? Amen. Amen. Kuwa na tendency ya kumuuliza Mungu why, kuhoji why. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini imefanyika hivi? Kwa nini imefanyika hivi? Sikia, Paulo mwenyewe alipata mwiba. Alipata mwiba, lakini akaambiwa ni kwa utukufu. Maana yake alikuwa anaishi nao, lakini anaponya. Anatangaza habari njema. Mungu achunguziki. Yes. Nadonda hapa, mfupa unaonekana. Alafu nakuhubiria habari za uzima. Kuwa mzima, pona, alafu nakohoa. Pona, na kutangazia uzima. Sio kuhusiana na donda, sio kuhusiana na kifua changu. Ni wewe unaamini. Yes. Amen. Unapokea hayo maneno. Maneno ninayoyatoa ni Mungu. Amen. Maneno yanayotoka ni Mungu halisi. Unampokea. Yes. Au unapokea mwili kidonda?
Unapoambiwa taka, tembea, ndivyo ilivyokuwa. Shukuru Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Afu unaishi huko, tumesoma hapo. Grab hiyo ahadi. Ishi nayo kwa imani. Vumilia kwenye changamoto. Si yupo yule anaitwa TBS? Akija wewe, neno lako ni moja tu, Kristo amekushindia. Yes, Farao yupo nyuma na jeshi lake anakuja, lakini magurudumu yake yameshafahamika. Hata kufikia mauti haiwezi kukufikia. Mauti haiwezi kukufikia. Ni kivuli, sio halisi. Ni kivuli, sio halisi. Unapoambiwa wewe ni tajiri, usianze kusema yani sema ukoo wangu, yani inabidi tuombe sana, yani mimi neno hili likamilike. Hakuna. Take it, chukua, tembea nalo, achana na mambo ya ukoo, achana sijui na mambo sijui ya nani, sijui alikuwaga hivi inabidi tuombewe sana, sijui hayo mengine hayakuhusu. Amen. Amen. Mwili usikudanganye. Yaani nikisema kwamba Jackson wewe utajenga gorofa, usianze kujaji yeye mwenyewe kashindwa pale. Unajua ile nyumba inamsumbua kweli kweli, mimi ndo kujenga, ananiambia nitajenga. No. It's not about fresh, it's about neno. Amen. Amen. Yohana 1:12 inasema, bali wote walimpokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waaminio jina lake. Kwa kuliamini jina lake wewe ni mtoto wake. Kwa kuliamini jina lake wewe ni mtoto wake. Wewe unajua kabisa, mimi kwa mfano kama baba, vile ambavyo ninaishi na Gerard au Glory au G au Happy hapa nyumbani, responsibility yote ni ya kwangu. Amen. Manake nikiingia ndani nikiona kuna upungufu ambao hao watoto wanahitaji, mimi lazima ni take care. Sasa si zaidi huyu Mungu? Wewe ni mwana. Wewe ni mwana halisi. Hapo ulipo wewe ni mwana. Wewe ni mwana. Sikiliza Jackson. Siku hata kama sisemi kwamba utafanya, hata kama ukiiba, sawa, ukiiba unacho hapa unaenda nacho, mwambie Mungu, baba nimeiba. Nimeiba. Wewe ni mwana. Yes. Kinachokutesa ni sin conscious. Yaani ule utambuzi wa dhambi. Yes. Mema na mabaya unayafahamu sana. Yaani unayafahamu mno mema na mabaya. Unayafahamu sana. Kristo alikuja kufanya nini? Kristo alikuja alifanya nini? Alitukomboa. Alitukomboa na nini? Peter Jackson. Alitukomboa katika nini? Katika dhambi. Mungu alikuwa na ghadhabu na mwanadamu. Alikuwa na ghadhabu na mwanadamu. Kristo alifuta ile ghadhabu ya Mungu kwetu. Tukafanyika kuwa wale ambao yeye anatutaka tuwe. Tukafanyika kuwa yeye tena. Mwana, mtoto, baba na mtoto. Yani baba na mtoto. Unajua hiyo sentensi tu imebeba DNA. Baba na mtoto ni shina moja
ni kitu kimoja. Amen. Amen. Kwa shetani mimi hana cha kuniambia tena. Yes, anayo. Atasema sana. Lakini sitakiwi kumsikiliza. Eva alimsikiliza. Inawezekana unachokifanya sasa hivi na wewe ni kwamba unamsikiliza. Anayatambulisha hayo mema na mabaya na wewe unayakubali. Achana nayo. Achana nayo. Ni kazi yake Mungu kukubadilisha wewe, sio kazi yako. Yes. Kama ni mlevi huwezi ukaacha pombe, ni kazi yake. Wengi wanatamani sana kuacha pombe. Wengine wanasema kabisa mimi sipendi. Wengi wanatamani kuacha uzinzi. Wengine wanasema kabisa mimi hali siipendi. Nimejaribu, kuna ndugu zangu alinipa dawa nikatapika, lakini bado ninaendelea. Kwa nini? Anahangaika aache. Sio kazi yake kujiachisha, ni kazi ya Roho. Huwezi ukapigana na Roho. Kwa hiyo ukikubali kwamba huyu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, amekukomboa, taratibu everything will be alright. Yes. Aviwi tu kwa muda wa siku moja. Kubali kuwa mwanafunzi. Mwanafunzi sio kwamba unasema mimi mwanafunzi afu unasema mimi ni graduate. No! Unapita, siku zitapita, utakuwa unasoma, utakuwa unajaribu mitihani, utakuwa unafeli, utakuwa unakumbushwa. Ndio maana Roho Mtakatifu ameitwa kwamba ni mkumbushi, for the purpose kwamba utasahau. Ukikubali ukaishi hapo, maisha yako yatakuwa mepesi sana. Maisha yako yatakuwa mepesi sana. Maisha yako yatakuwa ni ya kushukuru tu. Nilisahau, Baba asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu, nimekumbuka. Asante kwa sababu sasa nimekumbuka. Basi, you go. Hakuna sentesi au hakuna silaha nzito ya kumshinda adui kwamba kama kuadmit unachokifanya mbele za Baba yako Mungu. Yaani kuadmit unachokifanya mbele za Mungu, hata kama ni kibaya, hata kama ndani yake kinaonekana kimebeba ubaya. Ni kama unamwambia Mungu mwenyewe shughulika. Amen. Amen. Mungu mwenye pendo hana uwezo wa kukutazama wewe katika pendo kama hujafanyika kuwa mwana. Mungu anakutazama wewe katika pendo kama umefanyika tu kuwa mwana wake. Huyu Mungu sio Mungu wa kispoti. Ni Mungu aliyetengeneza hata hizo nguvu za wachawi. Ni mali yake. Hakuna kitu shetani ameumba. Kila kitu sio Mungu wa kispoti. Ni Mungu akijifunua kwa namna nyingine hapa, ni Mungu wa ghasia, ni Mungu wa vita. Anaweza akateketeza muda wowote yule. Ila Jackson amekupa lango kwamba wewe pita huku utanikuta mimi kule, ni mwenye pendo. Ila ukipita huku tutakutana kule na ghasia, kwa hiyo usinilaumu. Kristo ni lango. Kwa kukubali tu kwamba huyu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Maana yake like kuna mlango huku, kuna mlango huku. Mlango wa huku una matokeo yake na mlango wa huku una matokeo yake. Mlango ambao ndio Kristo ndio huu ambao wewe ukipita unapita na madudu yako yote, yeye atashughulika nao. Yule mwizi pale msalabani hakuokoka, hakuhubiriwa neno, hakurubuniwa, ila amejikuta yupo mbinguni. Hizi habari za dini na kukunja
dini na kukunja, unaacha kuwa muwazi kwa baba yako aliye wa mbinguni, unabaki kuishi katika kukunjwa, hofu. Yes, mama upo sahihi, hofu. Yaani kimsingi dini zinakujaza hofu. Dini zinakujaza hofu. Usi. Usi za kutosha. Usifanye hichi. Mungu atachukia. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ametukomboa, amebeba mzigo wetu wa dhambi zote. Hizi usi zinatoka wapi? Hiyo ndiyo mauti. Usi ni mauti. Usi inakupa kuendelea kuexplore na usi nyingine, inakuondolea uhusi. Sasa inaweza ikawa unaanza kujiuliza kwamba sasa kwa hiyo tuishiishi tu. Hapana. Roho Mtakatifu nyinyi acheni. Aha. Akijifunua kwako huna option. Yaani akijifunua kwako huna option. Yaani maana yake yeye ndio anakuwa dereva wa maisha yako, sio usi. Na kama yeye ni dereva wa maisha yako, maana yake utaishi accordingly to yeye anavyotaka, na kila kitu kitakuwa all right. Kila kitu ndani yake kitakuwa kimebeba uzima, kitakuwa kimebeba pendo, kitakuwa kimebeba amani, kitakuwa kimebeba utulivu, kwa sababu yeye ndio anayekucontrol. Kama mimi Geoffrey ninaongozwa na Roho Mtakatifu, maana yake yeye ndiyo atakayeniambia pita huku, usipite huku, beba hii, acha hii. Ni yeye, sio kazi yangu, wala sio usi. Usi isichukue nafasi ya Roho Mtakatifu. Usi inafanya wewe usiwe unaongea na baba yako muda mwingi, kwa sababu umekalili majibu ya mtihani usomi. Unajua ukiingia kwenye mtihani umekalili majibu. La kwanza A, la pili B, la tatu C, D, K. Kulikuwa kuna ile jipime kipindi hicho sisi tunasoma. Sometimes shuleni kwetu walikuwa wanarudiaga mitihani. Hata tukipata fununu kwamba mwalimu anatoa peji namba fulani, ule mtihani ule unapita na yale majibu, yani unafumba macho unasema CBK, CBA, D, yani unakalili majibu mbwa. Ukiingia kama amerudia analo mwalimu, mimi sisomi, ni bam. Kibadilisha unalo. Sasa hizi usi zinatuondolea mahusiano na baba. Inatakiwa tukae na baba, tuongee na baba, tushirikishane na baba. Amen. Amen. Wagalatia 4:4 mpaka 7. Wagalatia 4:4 mpaka 7. Naomba nisomee. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali mwana, na kama mwana, basi mrithi wa Mungu. Mstari wa 5 unasema kwamba kusudi awakomboe hao walio chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Unajua mstari nilipokuwa napita hapa, nilibaki kuwa na maswali kwa Roho Mtakatifu. Hata Apostoska kipindi kile alikuwa anatufundisha. Unajua kuna watu waga wanajifanyaga ni wana Israeli sana. Yaani uwe Msukuma, Miao, Mbena, sijui
mdendeleko, unajifanya ni Muisraeli kweli kweli yani. Mpaka unakosa shabaha ya Mungu kwako. Sasa mstari wewe soma tu vizuri, alafu umuulize Roho Mtakatifu anamaanisha kusudi awakomboe hao. Awakomboe hao walio chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kuna hao afu kuna sisi. Amen. Amen. Wewe kufanyika mwana hakukurudishi nyuma kule ambako walipita wana wa Israeli, kule ambako wana wa Israeli walipewa zile sheria. Hakukurudishi huko. Amen. Amen. Kama haya yote ndio hivi, amini katika haya. Kama haya niliyoyasema haya unayaamini, basi tembea nayo. Ongea na Mungu kupitia haya niliyoyasema. Sema naye, muulize, muhoji. Amen. Nilikuwa simu yangu ilikuwa inasumbua. Hii simu hii mara kadhaa Mungu ameshaitengeneza mwenyewe tu. Simu yangu ilikuwa inasumbua. Ilikuwa speaker yake ile ya loud speaker haifanyi kazi. Kwa hiyo ikiwa inaita sisikii, inaweza ikaita ipo mfukoni mtu akapiga, nikitoa ndo hivyo. Ila ikiwa karibu yangu ndo speaker hii ya juu huko ambayo inatumikaga kuweka sikioni ndio inayotumika kama simu inaita. Kwa hiyo inaita kamlio fulani kadogo. Asa nikawa nimelala usiku kwa mkia jana. Nikasikia ni ndoto yani, nilikuwa katika ndoto. Nikaambiwa kwamba izime simu yako afu iwashe, itakuwa imepona. Nikaamka, kitu cha kwanza nikamwambia Majini, nimeambiwa nizime simu na kuwasha itakuwa imepona. Nikazima simu, nikawasha, ikapona. Amina. Amen. Asa huyu ndio Mungu ambaye yupo very simple. Ukiambia unajuzwa yajayo, ni pamoja na haya. Ningetoa hela kwenda kwa fundi. Kwa fundi. Lakini kumbe ilikuwa ni simple tu. Alafu sasa cha ajabu, unaweza kukuta ningeenda kwa fundi angeizima, angeiwasha, unaweza kukuta isingepona. Ila mimi ninachoamini ni nini? Ni yeye mwenyewe aliyeitibu. Sasa mimi akanipa tu kwamba izime na kuiwasha. Ili sehemu kama naamini. Na mimi nilipopita na lile neno, uzima wa simu ukapatikana. Amen. Hakuna kitu kinafanyikaga katika haya magari pasipo mimi kupashwa na Mungu. Hata huu ubovu unaoendelea sasa hivi niliambiwa mambo mengi ambayo pengine yangekuwa ni mabaya zaidi ya haya. Lakini hili lililotokea sasa hivi, gari limeharibika, niliambiwa. Na mpaka sehemu iliyoharibika nilionyeshwa. Asa hii ni nini? Ni mahusiano. Ni mahusiano. Amen. Huu ndio utajiri wa Baba. Tunaenda kwa fundi, alafu tunamuelekeza fundi. Sio huko unapogusa, ni pale. Baba aishasema ni pale, hebu shughulika napo. Amen. Amen. Kwa hiyo ni swala la wewe kuamini tu. Yaani ni swala la wewe kuamini na kutembea katika hiyo imani basi. Yaani imani ni kitu kadogo. Nilivyohamia Throne of Grace, nilivyokuja Throne of Grace Jackson. Leo nakuandaa, I don't know. Nilivyokuja Throne of Grace, nilimuuliza kiongozi wa Throne of Grace,
Kwa nini nyie mkiwa mnaomba kanisani mnaweza mkaomba neno moja tu, neno moja muda mrefu sana, yani mna neno moja tu, neno moja. Kwa nini mnaomba neno moja badala ya kuomba? Yani unajua kuomba, kuna watu wataalamu wa kuomba, anagusa kila engo, hakuna mshono anaouachia, anaomba. Na hata katika kadamnasi yeye ndio akuchaguliwa, hebu omba bwana, wewe upo vizuri. Kumbe ni inspirational speaker tu ambaye anajua kupangilia maneno vizuri. Asa nikaikuta hii hali throne of grace ya kuomba neno moja, na akuta wanasema kwamba nimebarikiwa. Watu wanazunguka utafikiri njiwa, unajua wanasema gururu, nimebarikiwa. Yani unasema nimebarikiwa. Unajua wewe hujasema bado wewe. Kuna siku nilikuwa nasema nimebarikiwa njiani mpaka nikawa naona kama vile ninatembelea hewa. Neno moja tu lina nguvu vibaya mno. Hauna haja ya kusema maneno mengi, ila ile inakupa kutambua, uhakika, kuamini, alafu unaishi. Yani unavuka kuamini, unakuwa unajua. Yani sasa unaishi. Nakumbuka hizo siku, yani Apostles kama nisemeshe nimebarikiwa mpaka natembea na waona wauza chips wapo chini, mimi nipo juu. I swear to God. Utajiri wa neno. Ndio maana nasema amini. Yani hata usiwe na mambo mengi, wala usiwe fundi wa kujifunza. Leo upo Zaburi, kesho Mathayo. Hapana. Ili kwanza ambalo umefundishwa umelifahamu, umelijua, umeliishi. Kama hujaliishi, ishi kwanza ndio utoke, usitoke hapo. Amen. Amen. Wakorintho wa pili 5:21 inasema kwamba yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika Kristo, katika yeye. Amen. Yani yeye asiyejua dhambi. Kristo alikuwa anajua dhambi? Hapana. Alimfanya kuwa dhambi. Alimfanya kuwa dhambi. Biblia Kiingereza inasema hivi, for the hath made him to be sin. Yani yeye alifanywa kuwa dhambi. Yani alifanywa kuwa dhambi. Yani dhambi, Yesu alikuwa ndio dhambi. Sio alikuwa mwenye dhambi, alikuwa ni dhambi. Mama Mayolo, unanipata? Yes. Yani asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Yes, alimfanya kuwa dhambi. Yani alimfanya kuwa dhambi. Kristo alikuwa dhambi. Yani kama dhambi ni kakibuyu fulani, basi Kristo alikuwa ni kakibuyu wako. Kama uzinzi ni dhambi, basi alifanyika uzinzi wenyewe. Kama kiburi ni dhambi, basi alifanyika kuwa kiburi. Yes. For he hath made him to be sin. To be sin, yani alikuwa kama wewe ambavyo ulivyo mtu. Sasa yeye alikuwa hiyo dhambi. Sawa? Maana yake akisha alivyokuwa, maana yake ilishughulikiwa, haikuingizwa. No, alifanyika kuwa. Kwa hiyo pale alipokuwa msalabani, maana yake ni dhambi ilikuwa inasulubiwa. Yes. Alivyokuwa msalabani pale, ni dhambi ndio ilikuwa inasulubiwa. Yaani wewe unaweza kumuona kwamba Yesu yule pale msalabani. No, hakuwa Yesu, ilikuwa ni dhambi. Ndio maana hata Mungu akaagi mahali penye dhambi. Mungu alimwacha peke yake. Amen. Yes. Amen. Ulishaona wale wanaoenda kwa waganga wa kienyeji hapo, na anasema na kijiti
wewe fulani bini fulani, tangu leo na kuzika, sijui ninafaka kizika kile kijiti. Kile kijiti kimekuwa, sijui wengine wanafanya nini, sijui wanaweka sijui karatasi kwenye mti linapeperuka vile utakavyokuona peperuka, ndio moyo wako upeperuke hivyo hivyo juu yako. Na kweli karatasi limefanyika kuwa moyo baba. Kwa karatasi likipiga hivi, kule jamaa ina respond, kwa sababu karatasi limefanyika kuwa. Ndivyo hivi neno linavyotuambia kwamba yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yako. Yaani hiyo ilikuwa ni kwa ajili yako, sio kwa ajili yake Mungu. Kwa ajili yako, kwa ajili yako, ili sisi tupate kuwa haki. Sasa interesting part ni kwamba ili wewe upate kuwa haki, na wewe hapa unazungumziwa kuwa haki, kuwa sio mwenye haki. Sio mwenye haki Jackson, Mama Mayolo, sio mwenye haki. Yaani wewe sio mwenye haki, wewe ni haki. Ameona haki. Pepo utakapoliambia toka, manake wewe haki umezungumza. Hauna haki ya kukaa humo, toka, mimi ndio haki yenyewe. Sema mimi ni haki ya Mungu katika Kristo. Mimi ni haki ya Mungu katika Kristo. Mimi ni haki ya Mungu katika Kristo. Amen. Ndivyo ilivyo. Yaani umepokea nafasi ya mamlaka ya juu. Nafasi ya mamlaka ya juu. Vile ambavyo unaweza ukasimamisha ujenzi wa bandari ya Bagamoyo, umepewa nafasi ya mamlaka ya juu. Wazungu watafanya vikao, mataifa watafanya vikao, ila wewe sasa haki unasemaje juu ya hili? Ndio final say. Kwa hiyo wenyewe watasaini hata mikataba, watafika hata eneo husika, lakini haitotokea, kwa sababu wewe haki umesema. Amen. Tujifunze kuishi hapo. Haya ni maneno ya kawaida sana, Throne of Grace. Yaani ndio huku tunakoishi. Ndio huku ambako tumekuwa trained kuishi. Ndio huku tunakosema neema. Hii ndio neema. Neema ni upendeleo. Apostoska alishawahi kuonyesha mfano kwamba wewe Jackson, wewe huna hela, kuna sherehe inatakiwa uchangie gharama kuingia kwenye hiyo sherehe. Tuseme ni shilingi, labda ni shilingi 500, ndio unachukua kadi ya kuingia kwenye hiyo sherehe. Mimi Geoffrey nikakulipia kwamba bwana, chukua kadi hii hapa, siku fulani utaingia kwenye hiyo sherehe, kwa sababu mimi Geoffrey nimekupenda wewe Jackson, nimekulipia uingie kwenye sherehe. Alafu wewe upo mtaani na kadi unatafuta 500 ili ukaingie kwenye sherehe. Una akili wewe? Una akili kweli? Wewe umeshaambiwa umelipiwa. Kubali kwamba nimelipiwa. Yaani issue ni kwamba kugrab hilo neno kwamba nimelipiwa kwa imani, ukalishikilia kwamba nimeshalipiwa. Ndio issue ambayo shetani anacheza na wewe hapo. Ndio hapo anapokumanipulate, anakugeuza. Ndio hapo anapokusumbua kutafuta uthibitisho. Hivi Katunzi kwani anasemaje? Wewe tumsikize. Katunzi aliongea kitu hichi nimekipenda, hichi sijakipenda, ngoja niende kwa Mwakasege. Wewe neno si hili unalo Biblia hiyo mikononi mwako. Wewe soma, yani ndio hiyo na Roho Mtakatifu naye kichwani. Hiyo. Una haja ya kuhangaika.
Yaani hivi Kristo alivyofunuliwa kwetu, una haja ya kuhangaika. Ishi. Yeye atakufundisha. Come on. Amen. Yes. Yaani ukiwa ni mtu wa kutafuta maarifa, utatafuta sana. Utatafuta maarifa mno, utatafuta maarifa. Leo upo kwa Katunzi, kesho upo kwa nani, kesho kuto upo kwa huyu, kesho kuto upo Bagamoyo, kesho kuto upo Mwanza, Nigeria, Marekani, wewe unatafutaga tu kuthibitisha. Utachanganyikiwa. Mwisho wa siku unaishi kwa kupuyanga tu, kwa sababu haya bwana maimani na yenyewe haya bwana, usipoangalia unaweza ukafa maskini. Ni kwa sababu wewe mwenyewe hujaamini. Wewe kwani unashindwa kusoma? Kwani anaposema kwamba wewe ni mwenye haki wa Mungu, kuna ugumu gani hapo jamani? Kuna ugumu gani? Yaani hata wewe mwenyewe hata umeenda mbinguni, umekaa hivi, yani umekaa na mashavu yako pale mbinguni, unaulizwa, Jackson, kwani niliposema nimekukomboa ukuelewa nini? Lakini Katunzi sasa, yani Katunzi yeye alichokuwa anazungumza Bwana Yesu unamueleza sasa wewe. Yani Katunzi yeye, mimi kama Biblia nilikuwa naielewa, ila sasa wakasema ina tafsiri zake. Mtafsiri ni Roho Mtakatifu. Mungu anafunuka kwa namna tofauti tofauti. Ukisoma Mathayo sasa hivi, Mathayo anachokuambia, ukikisoma ukakielewa, utafurahi. Utasema this is it. Ya. Kwa sababu Mungu ndivyo alivyofunguka hivyo. Zikipita siku tena kadhaa, anafungua kivingine kwenye Mathayo hiyo. Ukipita tena mwaka anafungua kivingine, unasema mbona hii sikuonaga? Kwa tukubali vile ambavyo anakufunulia. Kama anakufunulia kidogo, that's yours. Mwambie asante. Yes. Wala usipushi mambo. Hatujifunzi uganga wa kienyeji huko, kuzikimbilia nguvu za kupaa. Mwingine anasafiri kwa ungo, mwingine sio kwa mwiko. Huko Kristo tu atakavyokufunulia ndivyo hivyo. Amen. Amen. Yeah. Basi namshukuru Mungu kwa ajili yako, na mshukuru pia kwa ajili ya haya maneno. Vile alivyotuambia, vile ambavyo umeyasikia, yaishi. Hayana ugumu, hayana kina, ni maneno ya kawaida kabisa. Wala hatujaongea habari za motoni, ni maneno ya kawaida tu. Wala hatujatishana kwenye moto wa milele, ni kuunguaga tu hivi. Unakomeshwa. Yani ni kukomeshwa. Mungu mind yupo pembeni. Halo. Amen. Umebarikiwa sana.